Sawa. Asante mtazamaji wa kwetu. Leo tumeweza kupata taarifa kubwa sana ambazo zinatokea katika kijiji hiki. Kijiji kinaitwa Kinamagi. Moja ya vitu ambavyo vimekuwa vikituvutia kwa ajili ya kuweza kufika mahali hapa ni mti wa maajabu. Mti huu wa maajabu umekuwa ukiwashangaza wengi. Mti ambao unazungumza. Je, ulishakutana na mti ambao unazungumza? Tumeambiwa katika kijiji hiki kuna mti ambao wakazi wa maeneo haya wamekuwa wakija kwa ajili ya kuweza kuzungumza nao, na umekuwa ukitoa sauti na kuzungumza. Je, umekuwa ukizungumza mambo gani? Mimi safari hii nimeweza kuifunga kwa ajili ya kuweza kukuletea habari zote ambazo zinapatikana katika eneo hii ama kitongoji hiki cha Kinamagi. Kumbuka tu usisahau kusubscribe YouTube ya kwetu na kuwa mwanafamilia. Kwa kila video tutapokuwa tunaiweka unakuwa mtu wa kwanza kuipata. Mimi ni msimulizi wako mtembezi, Mr. Simulizi, ndio ambaye nakusimulia yote haya kutoka katika kijiji hiki, na nikuombe tuungane kwa pamoja, mguu kwa mguu, hatua kwa hatua, mpaka kuweza kufikia mti huo ambao umekuwa ukizungumza, na wanakijiji wote wamekuwa wakiyazungumza mazuri na mabaya ya mti huo. Je, wataka kuyafahamu mazuri au mabaya katika mti huo? Yote tutaweza kuletea hapa hapa. Usiondoe katika channel ya Kweko, na niseme tu msikilizaji na mtazamaji ambao unatutazama kwa siku ya leo, tutakwenda kufichua mengi ambayo yameweza kujificha kuhusiana na historia hii ya huu mti unaozungumza. Unazungumza kutumia nini? Tunajua binadamu tunazungumza kwa kutumia mdomo, na wapo wanaozungumza kutumia mikono kama ishara. Ndege nao huenda wakawa na aina yao ya kuzungumza kupitia sauti zao. Je, mti huu ambao unapatikana hapa unazungumza kupitia nini? Ungana nami hatua kwa hatua, twenzao. Hii ndio raha ya safari. Mpiga debe anapopiga debe anaonekana kwamba kama ni tingo, akachukua pesa, alafu abiria akishaingia ndani ya gari, tingo anataka nauli yake, akwambia tayari pesa kashachukua ule mpiga debe. Kwani shida iko wapi? Sasa inakuwa baadhi hapo tena inakuwa ugomvi baina ya dereva na abiria, au tingo na abiria, au wapiga debe ondolewe, hatuwataki. Kwani mtaa unasema nini? Kwanza wapiga debe wote ni wavuta unga. Umesemaje hapo? Wote ni wavuta unga. Bado hujasema. Hata madereva vile vile wavuta unga hapo hivi. Kwani shida iko wapi? Unaweza kama umepanda kwenye gari, mwanaume anakuja na kusimamia nyuma, kwa hiyo unaona kama vile anakugasi. Haitakiwi mwanaume labda kusimamia nyuma. Bado naendelea kuweza kukuletea moja zile habari ambazo zimeweza kutikisa katika vyombo mbalimbali vya habari kuhusiana na mti unaozungumza. Tumefika katika kijiji hiki kwa ajili ya kuweza kupata ukweli wa mti unaozungumza. Umeweza kuyasikia mengi yakiweza kuzungumzia mti huu unaozungumza. Mimi mwenyewe natamani kuweza kujua mti huo unazungumza vipi? Na nimeweza kufunga safari mpaka kwenye kijiji hiki kuweza kukuletea ukweli wote kuhusiana na mti huo. Mimi nikukaribisha na tuweze kuungana kwa pamoja katika kutafuta ukweli huu wa mti unaozungumza. Twende. Hii ndio raha ya safari. Mpiga debe anapopiga debe anaonekana kwamba kama ni tingo, akachukua pesa, alafu abiria akishaingia ndani ya gari, tingo anataka nauli yake, akwambia tayari pesa kashachukua ule mpiga debe. Kwani shida iko wapi? Sasa inakuwa baadhi hapo tena inakuwa ugomvi baina ya dereva na abiria, au tingo na abiria, au wapiga debe ondolewe, hatuwataki. Kwani mtaa unasema nini? Kwanza wapiga debe wote ni wavuta unga. Umesemaje hapo? Wote ni wavuta unga. Bado hujasema. Hata madereva vile vile wavuta unga hapo hivi. Kwani shida iko wapi? Unaweza kama umepanda kwenye gari, mwanaume anakuja na kusimamia nyuma, kwa hiyo unaona kama vile anakugasi. Haitakiwi mwanaume labda kusimamia nyuma, inatakiwa labda usimame kama ule msimamo kugeuka, unageukia dirishani na mwenzako anageukia dirishani, ndio namza inaika ikatusaidia sisi wanawake. Kwani changamoto hasa ni nini? Changamoto ni kupishwa labda na watoto. Yaani ukimkuta amekaa kwenye siti, hata kama ni wanafunzi wako 10 wote watajifanya wamelala. Nini kingine? Ndono. Kwani shida iko wapi? Mtoto mlavyo ndivyo anavyokuwa kama nilivyosema, na hivyo ndivyo tunavyotakiwa tuwalee watoto katika njia zinazowapasa, hawataacha hata wakiwa wazee. Tutasafiri pamoja ndani ya safari. Tunaianza safari pamoja. Hizi ni hatua. Kipindi kipya cha safari. Safari moja huanzisha safari nyingine. Ungana nami, langu jina Uncle Sami, ndani ya safari. Ndiyo,
ni safari. Safari ni hatua. Hii ni hatua ya kwanza. Daradara. Kipindi cha daradara ni kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Ungana nami dereva msafi Uncle Sami ndani ya daradara. Msikilizaji, hii ni yako, si ya kukosa. Safari hatua kwa hatua ndani ya daradara. Karibu tusafiri.